Leo tunamzungumzia kiumbe ambacho kimekuwa kikizungumziwa kwa miaka mingi, kiumbe wa ajabu, nusu binadamu na nusu samaki anayejulikana kama nguva. Baadhi ya wavuvi wamedai kuwa wamewahi kuwaona viumbe hawa wakionekana juu ya maji kisha wakitoweka ghafla ndani ya kina kirefu. Sio Afrika tu, hata sehemu nyingine duniani kuna simulizi ambazo zinafanana. Baadhi wanaeleza kuwa nguva ni viumbe wazuri wenye nywele ndefu na wengine wanasema wanaweza kuwa hatari. Labda umewahi kuona pia kwenye filamu kama The Little Mermaid au Aquaman, ambapo viumbe hawa wameonyesha wakiishi chini ya bahari wakiwa na uwezo wa ajabu na maisha yanayofanana kama na binadamu. Lakini swali kubwa linabaki, je, haya yote ni hadithi tu za kufikirika au kuna ukweli fulani uliojificha nyuma ya simulizi hizi? Katika video hii tutaangalia maoni ya watu mbalimbali, wale wanaoamini kabisa kuwa nguva wapo na wale wanaosema kuwa ni hadithi zisizo na ukweli wowote. Tutawasikia wavuvi, tutasikia simulizi kutoka sehemu mbalimbali duniani, na pia tutaangalia kile ambacho sayansi inasema kuhusu viumbe hawa. Na hivyo basi, kaa karibu hadi mwisho wa video hii, kwa sababu inawezekana ukaweza kubadilisha mtazamo wako juu ya jambo hili. Katika sehemu nyingi duniani kuna watu wengi wanaoamini kuwa viumbe wanaoitwa nguva wapo kweli. Imani hizi zimekuwepo kwa muda mrefu sana, hasa katika jamii ambazo zinakaa karibu na bahari. Wavuvi wengi wamekuwa wakisimulia matukio ya ajabu waliokutana nayo wakiwa katikati ya bahari. Wakati mwingine usiku, wakati mwingine alfajiri, wakati maji yapo kimya kabisa. Katika baadhi ya maeneo Afrika Magharibi kuna hadithi maarufu kuhusu kiumbe anayoitwa mamiwata. Watu wengi katika maeneo haya wanaamini kuwa ni roho ya maji inayoweza kuonekana kama binadamu na samaki kwa wakati mmoja. Huko Asia pia, hasa nchini Japani, kuna simulizi za kiumbe anayejulikana kama Ningyo. Kwa miaka mingi wavuvi wa maeneo hayo wamekuwa wakisimulia hadithi kuhusu viumbe wanaonekana juu ya maji kwa muda mfupi kisha kupotea. Na hapa Afrika Mashariki, hasa maeneo ya pwani, baadhi ya wavuvi pia wamewahi kueleza matukio ambayo hawawezi kuyasahau. Mvuvi mmoja kutoka pwani Bagamoyo, Tanzania, aliwahi kusimulia tukio lililotokea mapema sana alfajiri. Alikuwa baharini pamoja na wenzake wawili wakivua kama kawaida. Ghafla waliona kitu juu ya maji, kitu kilichofanana na mtu, lakini mkia wake ulikuwa kama wa samaki. Na kabla ya kiumbe hicho kuzama tena ndani ya maji na kutoweka kwa sekunde chache tu, walibaki wakitazamana. Na baada ya tukio hilo, mvuvi huyo alisema kuwa hakuwahi kusahau kile alichokiona siku ile. Lakini swali linabaki, je, kile walichokiona kilikuwa ni nini hasa? Baada ya kusikia simulizi za awali, bado kuna watu wengi wanaoamini kuwa viumbe hawa wapo kweli, na wengi wao ni wavuvi. Kwa nini wavuvi? Kwa sababu wao ndio wanaotumia muda mwingi baharini kuliko mtu mwingine yoyote. Wakati watu wengine wamelala, wao wanakuwa katikati ya bahari. Wakati mazingira ni kimya kabisa, hakuna kelele za magari, hakuna watu, hakuna mwanga mwingi. Na katika mazingira kama hayo, kuna mambo ambayo wakati mwingine hayaeleweki kirahisi. Kuna simulizi moja kutoka pwani ya Kenya ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu sana. Wavuvi watatu ambao walikuwa wanaenda kuvua usiku walisema kuwa tukio hilo lilitokea wakati walipokuwa mbali sana na ufukwe. Bahari ilikuwa kimya sana siku hiyo. Hakukuwa na upepo mkali wala mawimbi makubwa. Wakati walipokuwa wanaendelea kuvua, ghafla walisikia sauti ambayo haikufanana na ya samaki wala ya ndege wa bahari. Na sauti hiyo ilifanana zaidi na sauti ya mtu, kama mtu anayezungumza au kuimba polepole.
Mwanzo walidhani labda kuna boti nyingine karibu, lakini walipotazama pande zote hakukuwa na boti yoyote. Na baada ya muda kupita, mmoja wao alisema aliona kitu juu ya maji. Mwanzoni alifikiri ni samaki mkubwa, lakini alipotazama vizuri zaidi aligundua kuwa umbo lake alikuwa la kawaida. Kilionekana kama mtu alisimama ndani ya maji, lakini sehemu ya chini haikuwa kama ya binadamu. Walisema kile kitu kilikuwa juu ya maji kwa sekunde chache tu, kisha kikazama polepole ndani ya bahari bila kufanya kelele yoyote. Na baada ya tukio hilo, wavuvi wale walibaki kimya kwa muda mrefu. Hakuna aliyekuwa anataka kuzungumza. Mmoja wao alisema wazi kabisa kuwa kile tulichokiona hakikuwa samaki wa kawaida. Ni jambo la kushangaza zaidi ni kwamba simulizi kama hizi haipo Kenya tu. Katika nchi nyingine pia kuna wavuvi wanaosimulia matukio yanayofanana sana. Huko Japani kuna tukio lingine ambalo linafanana sana na hii. Mvuvi mmoja alisema siku moja alfajiri, wakati jua lilikuwa linaanza kuchomoza, aliona kitu juu ya maji ambacho hakuwahi kukiona maishani mwake. Kilionekana kama uso wa binadamu, lakini mwili wake haukuwa wa kawaida. Alisema alibaki akitazama kwa muda mfupi, kisha kiumbe hicho kikazama haraka ndani ya maji na kutoweka kabisa. Baada ya tukio hilo, alisema hakurudi baharini kwa siku kadhaa, kwa sababu kila alipokumbuka kile alichokiona alihisi hofu, na hadi leo bado anaamini kuwa kile alichokiona kilikuwa nguva, yaani ningyo kwa Kijapani. Baada ya kusikia simulizi kutoka sehemu nyingine za dunia, pia hapa Tanzania, hasa maeneo ya pwani, kuna simulizi nyingine inayofanana na hizi. Wavuvi wengi wamekuwa wakisimulia matukio ambayo hawawezi kuyasahau, hasa yale yaliyotokea wakati wakiwa peke yao au wachache katikati ya bahari. Inasemekana mvuvi mmoja kutoka pwani ya Bagamoyo aliwahi kupata tukio ambalo likapelekea kubadilisha kabisa mtazamo wake kuhusu bahari. Siku hiyo alikuwa ameenda kuvua mapema sana alfajiri. Bahari ilikuwa tulivu, hakukuwa na upepo mkali wala mawimbi makubwa. Alikuwa peke yake ndani ya mtumbi wake mdogo, akiendelea kuvua kama kawaida. Ghafla alihisi kama kuna kitu kinagonga mtumbi wake chini ya maji. Mwanzoni alifikiri labda ni samaki mkubwa, lakini baada ya muda mfupi tukio hilo lilijirudia tena na tena. Na sasa alianza kuwa na wasiwasi. Alipotazama chini ya maji, alisema aliona kitu ambacho hakuwahi kukiona kabla, kitu kilichofanana na mkono wa binadamu ukisogea polepole ndani ya maji. Alijaribu kuangalia vizuri zaidi, lakini ghafla kile kitu kilitoweka haraka sana. Dakika chache baadaye aliona mawimbi madogo yaliyotokea pembeni ya mtumbi wake, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinazunguka karibu naye. Alisema moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu sana. Hakujua afanye nini. Bila kuchelewa aliamua kuondoka haraka kutoka eneo lile. Na baada ya tukio hilo, alisema wazi kabisa kuwa kile alichokiona hakikuwa samaki wa kawaida. Na tangu siku hiyo alianza kuamini kuwa majini kuna viumbe ambavyo havijulikani kirahisi. Lakini sio wavuvi pekee wanaopata matukio kama haya. Wapo pia watu wa kawaida waliokutana na mambo ya ajabu wakiwa baharini. Katika pwani ya Zanzibar kuna simulizi ya kijana mmoja aliyekuwa ameenda kuogelea pamoja na marafiki zake mchana. Siku hiyo kulikuwa na jua kali na maji yalikuwa safi kiasi kwamba ungeweza kuona ndani ya maji. Alipokuwa anaogelea mbali kidogo na wenzake, alisema alihisi kama kuna kitu kinamgusa mguuni. Mwanzoni alipuuza, lakini baada ya sekunde chache alihisi tena, safari hii kwa nguvu kidogo zaidi. Alipojaribu kutazama chini ya maji, alisema aliona kimvuli kikubwa kikisogea haraka, na kwa muda mfupi sana ulionekana kama mkono wa binadamu ukipita karibu naye.
na hapo ndipo alianza kuogelea kwa kasi kuelekea ufukweni. Alipofika alikuwa amechoka sana na kuweza kurudi tena majini siku hiyo. Na baada ya kuambia wenzake kile alichokiona, wengine hawakuamini, lakini yeye alisema kuwa kile alichokiona kilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Na matukio kama haya yanawafanya watu wengi kujiuliza swali moja kubwa sana. Je, kweli majini kuna viumbe ambavyo hatuvijui? Na baada ya kusikia simulizi hizo kutoka kwa watu mbalimbali, swali moja linaanza kujitokeza wazi kabisa. Kama kweli viumbe hawa wapo, wanaishije? Wanaonekana lini? Na wana tabia gani hasa?